Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Kila mtu anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi. Na hili linawahusu hasa wenyewe waandishi wa habari na sisi wote. Kila mtu anao uhuru wa kufanya mawasiliano na haki ya kutokuingiliwa katika mawasiliano yake. Na kila mtu anayo haki ya kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi, na pia masuala muhimu kwa jamii. Baraza limeona jinsi ibara hii ya katiba na vifungu vyake inavyovunjwa kwa makusudi na kwa manufaa ya chama tawala na serikali yake. Kwa mfano, kifungu cha kwanza, watu hawana uhuru wa kuwa na maoni tofauti na ya watawala, na maoni ya aina hiyo yamepewa jina la uchochezi. Kifungu haki ya kupewa taarifa muhimu zinazohusu maisha yao wakati wote imeminywa, na ndio maana hata taarifa muhimu kama za bunge wananchi hawaoni tena mikutano ya bunge mubashara, yani live, na hivyo kunyimwa haki yao ya kikatiba ya kupewa taarifa muhimu kama zinavyojadiliwa bungeni. Kwa makatazo haya yote niliyoyataja, rais na mawaziri wake husika wamevunja katiba ya muungano ya Jamhuri ya Muungano. Utawala bora ni ule unaosimamia misingi ya sheria na haki za binadamu. Sheria ya vyama vya siasa iliyoko inasema wazi kuwa vyama vina uhuru wa kufanya mikutano ya hadhara wakati wowote kwa kutoa taarifa polisi. Rais kwa kuvunja sheria ya nchi amekataza vyama kutokufanya mikutano ya hadhara kwa kisingizio kuwa wabunge na madiwani ndio wafanye mikutano ya hadhara katika maeneo yao. Hii ni kuvunja sheria na kuweka amri kandamizi kwa demokrasia nchini. Kwa amri hii, kama chama hakina mbunge wala diwani, basi hicho chama hakitafanya kazi ya siasa mpaka wakati wa uchaguzi. Kwa maana nyingine, hicho chama kinakuwa kimekufa muda wote, kije kizunduke wakati wa uchaguzi. Chama cha namna hiyo kitakuwa saa ngapi? Tatizo la pili la amri hiyo ni kuwa inapingana na uhuru wa raia yeyote kuanzisha chama cha siasa, haki ambayo iko ndani ya katiba ya nchi. Kama huruhusiwi kufanya mikutano ya kisiasa, utaanzishaje chama? Na kila mtu ana uhuru wa kuanzisha chama, ndivyo katiba inavyosema. Lakini kwa amri hii huwezi kufanya mkutano wa kisiasa kama wewe sio mbunge, kama wewe sio diwani, kama wewe sio mwenyekiti wa serikali za mitaa. Kwa hiyo mtu kama Sumaye leo nikitaka kuanzisha chama haiwezekani, kwa sababu sitapewa ruhusa ya kufanya mkutano wa hadhara ili nipate wanachama niweze kuwaeleza maudhui ya chama changu. Nitoa tu mfano, sio kama nataka kuanzisha chama. Kwa hiyo baraza limeazimia mambo mawili katika eneo hili. Moja, swala la kuitii katiba sio hiari, bali ni wajibu wa kila mmoja wetu, ikiwa ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi ndio vilivyo. Kama hatuwezi kulinda na kuitetea katiba tulio hapa nayo, basi serikali iandae mswada wa mabadiliko ya katiba kuondoa ibara ya 18 na zingine zinazofanana nayo. Sasa hatuwezi kuapa kwa katiba ambayo ina makatazo alafu sisi tukaacha kuitii, tukasema tumeapa kwa katiba hiyo. Ni afadhali tuibadilishe. Azimio lingine, sheria hutungwa katika nchi kwa maslahi ya umma mpana, na kila mmoja anatakiwa kutii sheria bila kujali nafasi yake. Sheria ya vyama vya siasa ina umuhimu wa pekee kwa sababu inatoa haki sawa kwa vyama vyote vya siasa ili kukuza demokrasia. Vyama vya siasa viachwe
vifanye kazi zao za siasa bila kuingiliwa na mamlaka yoyote. Eneo lingine lililozungumzwa ni mswada wa marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa. Mswada uliotajwa umekwisha somwa kwa mara ya kwanza bungeni na tunangojea bunge lijalo liweze kuujadili. Na kwa mtiririko wa mambo tunavyojua na yanavyokwenda bungeni, dalili ni kubwa kwamba mswada huo wa marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa utapita, kwa sababu CCM ndio wengi. Marekebisho hayo yakipitishwa, maana yake ni kuwa demokrasia ya vyama vingi ndiyo tunaizika katika Tanzania. Marekebisho hayo yakipita tu, demokrasia ya vyama vingi tunaizika katika Tanzania. Na de facto tunarudi kwenye utawala wa chama kimoja, ingawa de jure tutakuwa katika mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo tutakuwa mfumo unaofanya kazi actually ni wa chama kimoja, ingawaje kwenye maandishi tutakuwa tunasema ni vyama vingi, kama mswada huu utapita. Hali hii itajenga hali ambapo vyama vingine vitakuwa tu CCMB au vibaraka tu wa chama tawala. Inawezekana Watanzania wengi hawajui kuwa kushamiri kwa upinzani wa kweli ndio kushamiri kwa demokrasia. Aidha, wengi hawaelewi madhara ya kufa kwa demokrasia. Tukiua demokrasia tutajuta wote, bila kujali kama wewe ni mwana CCM, ni wa upinzani au hata kama huna chama chochote. Demokrasia hii tumeijenga kwa miaka mingi sana kwa faida ya Watanzania wote. Hii ni lulu ya maendeleo yetu na ni heshima na utu wetu. Tusikubali kudanganywa. Nataja tu baadhi ya vipengele vitakavyofanyiwa marekebisho kama ilivyo kwenye rasimu ya mswada ulioko, navyo ni kama vifuatavyo. Hivi ni vichache tu vyenye madhara kama mfano. Kifungu cha 3 cha rasimu hiyo inampa msajili wa vyama ambaye ni mteule wa rais, ambaye ni mwenyekiti wa CCM, mamlaka ya kuingilia uchaguzi ndani ya chama chochote. Mamlaka ya kuingilia uchaguzi ndani ya chama chochote. Kwa maana rahisi ni kwamba msajili sasa akipenda ndio atakayeamua nani aongoze chama fulani, badala ya utaratibu ambao vyama vimejiwekea katika katiba zao. Eneo la pili, kifungu cha 5B kinampa msajili mamlaka makubwa na ya kimahakama. Amepewa mamlaka ya kudai taarifa yoyote, hata kama ni asiri, kutoka kwenye chama chochote cha siasa, na kama chama hakitatii, msajili amepewa uwezo wa kukipiga faini chama hicho ama kukifuta kabisa. Haya ni mamlaka hatari sana yakibebwa na mtu mmoja. Kifungu cha 6 kinamlinda msajili na maofisa wa tume kutokushtakiwa wakati wanatenda majukumu yao, hata wakifanya makosa ya makusudi au ya uonevu dhidi ya chama fulani au dhidi ya kiongozi au mwanachama wa chama fulani. Hii ni kinyume kabisa na katiba yetu ambayo inatamka wazi kuwa hakuna mtu yeyote aliye juu ya sheria. Tunajua siku zote mtu ambaye hashtakiwi ni rais katika kutenda majukumu yake. Lakini sasa tunamweka msajili kwamba na yeye hatashtakiwa, hata kama jambo alilofanya amekuonea. Hata majaji anapoamua, pamoja na kwamba humshtaki, lakini unakuwa na nafasi ya kukata rufaa
na wale ndio watakaoamua kama jambo aliloamua sivyo, lakini kwa msajili huna hiyo nafasi. Kifungu cha 6A sehemu ya 3 kinaendeleza msajili kuingilia vyama kwa kumpa mamlaka ya kuzuia kamati kuu au mkutano mkuu usikasimishe shughuli zake kwa ngazi nyingine ya chama. Hapa vyama vinaweza kukwama kuteua wagombea hasa katika chaguzi ndogo kwa sababu ya hitaji la kikao kikubwa kitakachohitajika kupitisha jina moja. Kila chama kina utaratibu wake wa kukasimu madaraka yake, na hii sio kazi ya msajili. Sehemu ya 5 kifungu cha 6A kipengele cha 6 kinazuia vyama vya siasa kufanya shughuli za kiharakati au kuweka shinikizo kwa umma kuhusu masuala yanayohusu watu. Kwanza, hakuna chama cha siasa ambacho hakifanyi uharakati hata kidogo. Hakuna duniani kote. Kama kuna jambo linaumiza umma, ni lazima chama cha siasa kitapiga kelele na kuwatetea watu. Kimsingi, vyama vya siasa hasa nje ya chama tawala vinazuiwa kufanya kazi yao. Kuna haja gani basi ya kuwa na vyama vya upinzani kama haviruhusiwi kupaza sauti zao kutetea wanaokandamizwa na dola? Kifungu cha 8D kipengele cha 2 kinampa msajili mamlaka ya kukiamuru chama kufuta au kurekebisha kifungu katika katiba yake. Vyama vyote viliposajiliwa isipokuwa CCM, vyama vyote viliposajiliwa viliwasilisha katiba zao kwa msajili na akapitisha katiba hizo. Leo kuna nini mpaka msajili anapewa mamlaka ya kufuta au kurekebisha kipengele chochote katika katiba hizi za vyama ambavyo vimekaa miaka yote? Maana yake, kama kuna kipengele ambacho msajili anaona hii ndio inaipa chama nguvu, ana uwezo wa kusema Chadema ama CUF ama TLP, futa kipengele hicho, na lazima kifutwe kwa sababu amepewa mamlaka. Kipengele cha 11 C Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.